iliyopatikana ama kwa kumilikishwa au serikali au kimila itaendelea kuwa ndio mifumo pekee ya kumiliki ardhi. Na ninaposema kimila, kama alivyosema waziri, ile mila potofu tumeiondosha. Mila ya kwamba mwanamke hawezi kumiliki ardhi haipo. Lakini la kushangaza ni kwamba huyu mwanamke ndiyo anatoa jasho jingi kwenye ardhi. Iwe kwenye kulima, iwe kwenye kufanya kazi yoyote. Mwanamke ndiyo anatoa jasho jingi kuitumikia ardhi. Lakini inapokuja kumilikisha, mwanamke hamiliki ardhi. Hii ni mila potofu sana. Kwa hiyo nawashukuru wizara, mmefuata maelekezo yangu na hilo mmeliondosha. Kamishna wa ardhi ataendelea kuwa na mamlaka ya kipekee ya utawala wa ardhi nchini. Na hili Mheshimiwa Waziri, nimekusikiliza vizuri ukisema ngazi tofauti za utekelezaji wa mambo ya ardhi nchini, lakini na role au wajibu wa TAMISEMI katika mashughuli za ardhi. Kwa hiyo nitakuja kulisemea kule mbele. Lakini pia ardhi ya umma itaendelea kuwa katika aina tatu, yani ardhi ya hifadhi, ardhi ya kijiji na ardhi ya jumla. Raia wa Tanzania pekee ndio wenye haki ya kumiliki ardhi nchini, na sio raia na wasio raia wana haki ya kutumia ardhi aidha kwa uwekezaji au jambo jingine, lakini kwa kukodishwa, na hana milki ya ardhi yetu. Lakini jengine, ardhi itaendelea kuwa na thamani itakayotambuliwa katika miamala ya ardhi. Hiyo ndio misingi inayowahakikishia Watanzania ustawi kupitia rasilimali hiyo ya ardhi, nasi tutailinda misingi hii kwa manufaa ya taifa letu. Sasa kwa nini sera hii? Kwa nini tumebadilisha sera? Nimeshayasema mengine, lakini kubwa jingine ni lile la kufanya binadamu wote ni sawa na wote wana haki ya kutumia ardhi. Lakini kuna mengine kama nitakavyoyasema hapa, kwamba pamoja na kutogusa misingi ya sera hiyo, miaka 30 ya utekelezaji imeonyesha ulazima wa sera hiyo kufanywa maboresho ili kuendana na uhalisia wa sasa. Lengo la jumla la sera hii iliyoboreshwa ni kuhakikisha tunakuwa na mfumo madhubuti na wenye usawa wa umiliki, upatikanaji na usimamizi wa matumizi ya ardhi kwa maendeleo endelevu. Kama mkuu wa nchi na mdhamini wa ardhi yote ya nchi hii kwa niaba ya wananchi, niruhusuni nieleze mambo 6 au masuala 6 makubwa ambayo maboresho ya sera hii yatawezesha kufanywa katika kuimarisha usimamizi wa sekta ya ardhi nchini. La kwanza, tunakwenda kuyajumuisha na kuyapa msingi wa kisera masuala muhimu ambayo hayakuwa yamezingatiwa kwenye sera iliyopita. Wakati tukiendelea na utekelezaji wa sera 1995, tulikuwa na baadhi ya shughuli muhimu ambazo serikali ililazimika kuzifanya bila kuwa na msingi wa sera. Moja ya shughuli hizo ni zoezi la uimarishaji wa mipaka ya kimataifa ya Tanzania na nchi jirani katika kurahisisha utambuzi wa alama za mipaka. Tumekuwa tukifanya kazi hii lakini bila kuwa na mwongozo wa sera. Sasa tumeamua kuweka kwenye sera ili tupe nguvu katika utendaji wake, lakini pia nguvu ya kutunga sheria au kurekebisha sheria za mipaka yetu. Zoezi hili linalotekeleza malengo ya Umoja wa Afrika ya kuimarisha ujirani mwema maeneo ya mpakani lilikuwa likifanyika kwa utashi wa kisiasa tu, na sasa tumeleka kwenye sera kwa kuweka bayana lengo la kuwa na mipaka kimataifa iliyoimarishwa na salama. Vile vile, kwa kutambua fursa zinazoendelea kuongezeka kwenye uchumi wa buluu, sera hii imebainisha haja ya kuweka utaratibu wa kisera wa kusimamia uchumi wa rasilimali zilizoko kwenye maji kwa kupima na kumilikisha ardhi katika maji ili rasilimali hii itumike kwa ufanisi na tija na kuleta manufaa endelevu. Hivyo tumejumuisha kwenye sera lengo la kuweka utaratibu wa upimaji wa ardhi katika maji. Kwenye hili
Nadhani huwa mnasikia mara tunabishana na huyu, ziwa limesogea huku, ziwa limerudi huku, mara tunabishana na huyu, mto umezidi huku, huu umezidi huku. Kwa hiyo tunakwenda sasa kupima. Tunajua ni changamoto. Kuna diplomasia ya kutosha lazima itumike ili kuelewana na majirani na tuweze kupima na tujue Tanzania tunakwenda mpaka wapi na kuviepusha vizazi vyetu vijavyo na migogoro ya ardhi na mipaka huko baadaye. Aidha, tumekuwa na ongezeko la kiwango cha biashara kinachohusu sekta ya milki, yani real estate, na wadau wa sekta hiyo pia wameongezeka. Licha ukuaji huo, mchango wake kwenye pato la taifa umekuwa pia ila sio mkubwa ikilinganishwa na fursa zilizopo. Tuna fursa nyingi hatujazitambua. Sasa sera hii kwa miaka ijayo tunatarajia sekta ya milki itashuhudia ukuaji mkubwa sana. Hivyo tumejumuisha kwenye sera lengo la kuimarisha usimamizi wa soko la ardhi hapa nchini. Kama nilivyosema, kuna watu wengi wangependa kuja Tanzania kusaidiana na ule mradi uliooneshwa wa makazi ambao uko chini ya shirika letu la nyumba. Wangependa kuja sekta binafsi na wenyewe kujenga, lakini sera yetu haikuwa clear. Kwa sasa hivi tukisha kuweka sera, tunatunga sheria, waje wajenge, lakini si kwa kuamilikisha ardhi, ni kwa kodisha ardhi, na watusaidie kupunguza tatizo la makazi. Lakini jambo la pili, tunakwenda kuongeza kasi ya usajili wa ardhi. Licha ya hatua tulizopiga katika upimaji, takwimu zinaonyesha kuwa takriban 75%, amesema vizuri waziri, ya ardhi nchini bado haijasajiliwa. Hali hii sio tu inachangia upotevu wa mapato, bali inaleta pia hali ya kutokuwa na usawa, kwani baadhi ya wamiliki wa ardhi wanalipia umiliki wa ardhi na wengine hawalipii. Hii si sawa na sio haki. Katika hili tumebaini kwamba sera iliyopita haikuwa na sharti la kuwataka wamiliki kusajili ardhi yao. Sasa tunataka kila kipande cha ardhi ndani ya nchi hii kipangwe, kipimwe na kisajiliwe. Kwa wale mliokuwa na vijumba vyenu kule ambako mabwana ardhi hawafiki mara kwa mara, sasa kila mmoja anakwenda kupimiwa, anasajiliwa, na kila mwaka ukizunguka ardhi ile ailipie kama sheria zinavyosema. Katika kuwezesha hili, tutahakikisha kuwa upangaji, upimaji na umilikishaji wa ardhi unarahisishwa ili kuwezesha wananchi kumiliki ardhi, na tumerahisisha. Ukipita kwenye mabanda maonyesho kule mtaona jinsi wizara ilivyorahisisha upimaji, upangaji na umilikishwaji wa ardhi kwa wananchi. Pamoja na kusajili kila kipande cha ardhi, tutaongeza usalama wa milki. Ile hapa pangu, hapa sio, hapa pangu, hapa sio, sasa itakuwa haipo. Kuna kesi kadhaa, mtu ana ardhi yake, kajenga kijumba chake, wanatokea matapeli huko, wanakwenda kushirikiana na wengine ndani ya wizara, wanabadilisha hati, basi inakuwa ugomvi mahakamani, mwenye haki ananyang'anywa kwa sababu tu watu wana uwezo wa kubadilisha hati za umiliki wa ardhi ile. Lakini ukimuuza nyumba ulijenga, hapana, nyumba alijenga huyu. Sasa hii ardhi hati yangu mimi hii hapa. Ulikuwa wapi mpaka huyu kajenga na ana hati? Kajenga alafu nakuja juu yake. Kwa hiyo haya yanakwenda kuondoka, ndugu zangu. Jambo la tatu, tunakwenda kuimarisha uwezo wa utatuzi wa migogoro ya ardhi. Moja, kama nilivyosema, lakini pia niseme kumekuwa na hatua mbalimbali zilizochukuliwa katika kuimarisha utatuzi wa migogoro ya ardhi nchini. Miongoni mwa hatua hizo ni kuanzishwa kwa mabaraza ya ardhi katika ngazi za kijiji, kata na wilaya. Kwa kiasi chake, mabaraza haya yamesaidia katika utatuzi wa migogoro, japo bado tunaona kuna nafasi ya kuboresha zaidi. Yamesaidia wakati mwingine yenyewe yanaibua migogoro,
Kwa hiyo tumeona kuna haja ya kuyaboresha zaidi. Hivyo kupitia sera hii tunakwenda kupitia upya mfumo wa mabaraza ya ardhi na kuimarisha mifumo ya udhibiti wa vyanzo vya migogoro ya ardhi. Tuna imani kuwa sera hii itatusaidia sana katika kukabili migogoro ya ardhi kwa kutumia TEHAMA. Tukitumia TEHAMA hakuna tena ule uwezo wa kwenda kule kwenye library tuliooneshwa kwenda kutafuta faili moja moja, na ofisa akichoka amekwenda saa 7-8 mchana tayari kichwa kimeshabadilika, anapekua haoni, anasema bwana hakuna miliki ya ardhi hii, anatoa hati kwa mtu mwingine.